Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya taarifa yao kubwa kuhusiana na usajili mpya ambao wanakwenda kuweza kufanya, usajili ambao tayari wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kukamilisha, na mchezaji mwenyewe leo hii ameweza kufunguka kwa mara ya kwanza kabisa, akiweza kuweka wazi juu ya kusajiliwa kwake kwa mara nyingine tena ndani ya kikosi cha mabingwa. Hapa nazungumzia si wengine bali ni Simba Sport Club. Chama Clatous Mwamba wa Lusaka leo hii ameweza kuweka bayana kilichomfanya kuweza kurudi kwenye kikosi cha Simba, lakini sambamba na hilo amesaini mkataba wa miaka mingapi wakitumikia Simba tena, na vipi imekuwaje imekuwa ni kitu rahisi kwa yeye kuweza kuondoka kwenye kikosi cha Yanga na kurudi kwenye klabu ya Simba na kupokelewa kama ambavyo viongozi wa klabu ya Simba wamempokea. Tutakwenda kujua kila kitu, ila kabla tujaendelea ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili. Kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club ambacho kwa sasa kimeendelea kuweza kukiimarisha kikosi chake kunako msimu ujao, unaambiwa mambo yatazidi kunoga haswa, ambapo ikielezwa kwamba nyota kadhaa ambao tayari wameshaweza kumalizana na kikosi cha klabu ya Simba chini ya Rais Mo Dewji wakiweza kukamilisha sajili zao, ikiwemo jina la Mabululu kutoka kule hapa nazungumzia nchini Libya, ambaye tayari inaelezwa huko amekula kandarasi ya kuitumikia klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini sambamba na hilo Mo Dewji yupo katika hatua ya mwisho, huku ikielezwa kwamba Feitoto mambo ni mazuri kwa upande wao, kwa sababu ofa ambayo tajiri Mo Dewji aliweka kwa Feitoto unaambiwa ndio inampa wakati mgumu kwa sasa kusaini mkataba na kikosi cha mabingwa watetezi Young Africans, na pia hata klabu yake Azam bado mchezaji amegoma kusaini, huku ikielezwa kwamba ofa ambayo wameweka Simba Feitoto anaitaka ili aende akachezee katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea kingine kizuri zaidi ni kwamba Clatous Chama Mwamba wa Lusaka, ambaye inaelezwa kwamba amerejea tena kwenye kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuweza kuondoka msimu uliopita, akiondoka pale katika kikosi cha klabu ya Simba. Maneno yalikuwa ni mengi, mashabiki wakiweza kuzungumza kile ambacho wao wanakiona. Wameweza kuzungumza juu ya matatizo ambayo pengine ilisababisha Clatous Chama kuweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na akawatelekeza akaenda zake kunako kiviunga vya Jangwani. Sasa Clatous Chama yeye ameweza kufunguka, lakini pia mwenyekiti wa hapa nazungumzia mjumbe huyu sio mwenyekiti, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo Salim Troigeni ameweza kufunguka. Klabu ya Simba imesema inafanya usajili wa wachezaji wapya kipindi hiki cha kuelekea msimu kumalizika, ili kuondoa wale ambao watashindwa kuonesha ubora wao mpaka kufikia mwisho wa msimu huu. Mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa klabu hiyo Salim Abdalla Troigeni amesema kuwa kwa sasa wana malengo makubwa ya kufanya vizuri kwenye michuano ya ndani ambayo ni ligi kuu ya soka Tanzania bara na nje ya nchi, huku ikiwa imefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi hicho. Hivyo wanategemea wachezaji waliopo kuonesha ubora wa kuipambania klabu katika nyakati hizi ambazo ni za mwisho. Nazungumzia kombe la shirikisho ambako wako fainali, nusu fainali ya Federation Cup ambayo ni CRDB, lakini pia na hata katika upande wa
ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa katika nafasi ya pili. Na nukuu anasema ya kwamba ni kweli tutaboresha tena kikosi chetu kipindi cha dirisha dogo. Tunaangalia wachezaji ambao katika kipindi cha dirisha kubwa, kumrazi dirisha kubwa la usajili ambalo linafunguliwa msimu baada ya kumalizika. Anasema kwamba watasajili wachezaji ambao wamefanya vizuri na wapo kwenye ubora na wapambanaji kuipigania nembo ya klabu. Tutabaki nao wale ambao wameshindwa kuonyesha ubora wao kwa namna moja ama nyingine, au kwa sababu mbalimbali tutawapunguza ili kuleta wengine ambao wanaweza kuleta upinzani katika kikosi chetu, alisema Trigen. Mjumbe huyo ambaye ni mwenyekiti wa zamani wa bodi ya wakurugenzi alisema wanataka kuifanya Simba kuwa klabu tishio si Tanzania tu bali Afrika nzima. Hivyo watasaka wa mchezaji yoyote mzuri ambaye anafaa kuichezea klabu yao na kumleta kwenye kikosi chao. Jambo kubwa ni kuhakikisha Simba inarejea katika ubora wake. Mimi nilimwambia Kijiti, ambaye nilimwachia Kijiti Mohamed Dewji, tulikubaliana kwamba lazima Simba irudi kwenye ubora wake, na kwa mbali mmeanza kuona mabadiliko. Tumefanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chetu, tumesajili vijana wengi wadogo ambao wanahitaji muda wa kuweza kuendana na mazingira ya mpira wetu. Unaweza kuona wachezaji wengi tuliowaleta wa kikosi cha kwanza. Pia tumesajili vijana wa ndani ili kujifunza kutoka kwa hawa tuliowaleta, alisema baada ya kumaliza kwa msimu huu na kuhakikisha ya kwamba wanatwaa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Inaambiwa kwamba klabu hiyo ambayo kwenye kikosi chao wanategemea kuweza kuondoa wachezaji wengi kutokana na kuweza kufanya mabadiliko makubwa, kwa sababu nimekwambia kuna Cletus Rashama ambaye anarejea kwenye kikosi cha Simba. Kuna hapa nazungumzia mtu kama Maxi Nzingeli akitajwa kujiunga na timu hiyo, lakini pia kuna Mabululu na pia kuna Feitoto. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wapo kama kina Dese Mukwala, kuna wachezaji kama hapa nazungumzia Lionel Ateba, kuna wachezaji kama si mwingine au nazungumzia Budo mwenyewe kabisa, naye pia ni miongoni mwa watu ambao hapa nazungumzia wanaweza wakatemwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba, na wachezaji wengine baadhi nitakuletea orodha ya wachezaji ambao huenda wakatemwa kwenye kikosi cha klabu ya Simba kunako msimu huu kumalizika, kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wanakuja kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu Simba imezamilia kwamba kuleta majina makubwa kwenye kikosi chao ili kuweza kuongeza nguvu, kwa sababu wana nia dhati kabisa kuhakikisha kwamba wanafanikisha malengo yao kwa msimu ujao, pia kuchukua taji la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo mambo yanazidi kwa mazuri, tusubiri kuweza kusikia taarifa rasmi katika kikosi cha klabu ya Simba. Wenyewe watakuja na lipi katika haya ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu, ila mimi nimekusogezea haya kwa sasa. Maoni yako ni muhimu, ukiacha hapo katika upande wa comment na kuweza kuniandikia kile ambacho wewe unakiona kiko sawa kwa upande